Ikisha huduma za afya zinakuwa bora kwako na kwa Mkenya yeyote ambaye yuko humu nchini. Hayo yote hapa ndani ya TV47. Tutoke studioni kidogo, tuelekee nyanjani. Tusikilize wakazi wa Taita Taveta wanasemaje. Mwandishi wetu Julius Mariki Mwakivo yuko tayari. Julius, Wakenya wanasemaje? Na shukrani sana Joash Onsare kutoka studioni. Kweli kabisa, nimeweza kujiunga na baadhi ya wakaazi hapa kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na swala letu la leo, mada kuhusu masuala ya afya. Tupate baadhi ya kauli zao, wanahisi vipi kuhusiana na huduma hii ya afya. Jambo la afya ni jambo ambalo ni haki ya kila mwananchi ambao anapaswa kupata katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana ambao serikali lazima lizingatie kwa umuhimu na ipatia haki zake. Kwa hivyo kwa ujumla tunaweza sema kuwa Taita Taveta County imejaribu sana jambo la afya, na ukienda saizi ukiangalia miaka ya nyuma na sasa iko tofauti. Utakuta kidogo kuna mfumo ambao umewekwa na county ambao inasaidia sana, wananchi hawalalamiki sana. But hapo kwa hapo pia tunasema kuwa haijafikia katika yale malengo ambao inatakikana katika ile upeo wa afya ambao mwananchi ambao atakana apate. Kwa sababu unakuta mara nyingi unaenda hospitali pale, unakuta kwanza shida inaanzia pale kwa SHA. Unakuta ule mfumo wa SHA unaenda polepole sana. Unakuta mara nyingi inakuwa na upole sana, ambapo kama ni mtu ni mgonjwa, kuna hatari ya kuwa mtu anaweza angamia pale pale kwa line. Kwa hivyo hapo lazima iangaliwe, ambapo hilo naona ya kuwa ni serikali kuu ishughulikie zaidi mambo ya SHA, ule mfumo uende kwa haraka. Ukitoka pale utaenda kwa daktari utahudumiwa. Lakini tatizo pia linatokezea pale kwa madawa. Unakuta mara nyingi ukienda pale kwa madawa utakuta kuwa dawa zingine hazipatikani sana zile dawa ambazo mwananchi wa kawaida hawezi kuzipata kwa sababu ya gharama zake. Kwa hivyo nakuta kuwa huduma zimeimprove kweli, lakini kuna sehemu zingine ambazo zinakuwa ugumu sana ni pale kwa madawa, pale pharmacy. Kuna upungufu wa madawa sana. Hapo lazima nikiri ya kuwa hapo ndo tatizo tunalo. Kwa majina ni Simon Mjala, mkazi wa Taita Taveta. Tunasema kwa kweli kaunti yangu kwa kiwango fulani imejaribu sana kuzingatia mambo ya afya. Kwa kiwango kidogo kweli madawa yanapatikana na kuna mengine hayapatikani. Na pia kuna mambo fulani ambayo wameweza, kama sasa tunaona kama pale katika mochari inatengenezwa upya tena, kama vile ilivyokuwa mwanzoni ilikuwa hali ambayo haipendezi, lakini governor ameona ni kweli kwamba kutengeneza, kuiboresha ili ikue vizuri zaidi. Pili, mimi mwenyewe naunga mkono kabisa kwamba kuna shughuli fulani ambazo zinafaa kurekeshwa katika serikali kuu. Mimi kama vile tunavyoona katika mambo ya security, hayakugatuliwa kutoka katika county government. Hata pia mambo ya afya haingeachwa pale pale katika serikali kuu ndio waweze. Kwa sababu tunaona wakati mwingine unapata madaktari wamegoma kwa ajili ya kukosa mshahara, na wanapogoma mwananchi anaumia kwa sababu hatapata matibabu, ako pale nyumbani. Akienda katika hospitali za kibinafsi gharama iko juu na hawezi kumudu hizo gharama. Kwa hivyo kama kweli itawezekana, serikali kuu ichukue yale mambo muhimu sana katika hali ya afya ili kusaidia mwananchi kutekelezwa kwa urahisi, na pia hivyo itafanya kaunti zetu ziweze kufanya hayo mambo kwa njia iliyo rahisi zaidi. Ukweli ni kwamba kuhusiana na masuala ya kaunti, katika kaunti yangu hasa ya Taita Taveta, bado kwa upande wa sekta ya afya kuna shida kubwa sana ambayo tunaona ugatuzi ulikuja ili uweze kutusaidia, lakini bado ni kama serikali yetu ya kaunti imelemewa sana na hili swala la afya. Kwa hivyo sisi kama wananchi tulikuwa tunaomba kama ingewezekana hili swala la afya lingepelekwa kwa serikali kuu. Tunapenda ugatuzi sana, lakini kuna mahali serikali ya kaunti hasa hapa kwetu Taita Taveta imelemewa sana na mambo ya afya. Kwa hivyo pia wananchi pia wahamasishwe pia, kwa sababu kama hapa Voi tuko na referral ambayo ni Moi Hospital. Watu wengi wamekuwa wakikimbilia sana huku. Tuko na dispensaries ambazo ziko vijijini kule, bado hazitumiki, na zile dispensaries ukweli ni kwamba ziko na madawa labda hata kushinda hata hii referral hospital ya Moi. Kwa hivyo wananchi wahamasishwe zile dispensaries ambazo ziko ndani kule zikaweze kutumika vizuri, na ili kwamba mwananchi akaweze kusaidika. Tusione watu wengi kwamba wanakimbilia huku referral. Ni ugonjwa mdogo tu unapata mtu amekimbia referral huku.
tunapatia pia hii hospitali muda mrefu sana, maana msongamano sasa ni mkubwa. Ukiingia Moi sasa hii, ukiingia kwa SHA pale kwa Bay, yani watu ni wengi. Kwa ufupi, unaweza kaa pale kuanzia asubuhi mpaka jioni kabla hujapata matibabu. Kwa hivyo wananchi wahamasishwe, na pia swala la afya lizingatiwe sana, na kama inawezekana hili swala la afya, kwa maoni yangu mimi na maoni ya mwananchi wa Taita Taveta, lirudi kwa national government. Na Joash, vile umewasikia ni baadhi ya kauli tu ya baadhi ya wakazi kwenye kaunti hii wakitoa mapendekezo yao, wakizungumzia kero la swala la madawa, na vile baadhi ya huduma wakipendekeza zirejesho kwenye serikali ya kitaifa, swala la kuwasimamia wale wafanyikazi katika swala zima la mishahara. Naregesha kwako Skani studioni kuendelea na mada hii. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na shukran sana mwandishi wetu kutoka Taita Taveta Julius Mariki Mwakivo, ukizungumza na baadhi ya wakazi kuhusu masuala ambayo tunayajadili siku ya leo, mustakabali wa afya kwenye kaunti. Nije kwako